kulikuwa kuna kundi la majambazi ambao majambazi hao walikuwa wamefanya utafiti wao na mwisho wa siku wakaweza kuhaki system ya uwanja wa ndege. Tunamuona mwamba mmoja anaitwa Ethan. Ethan ni mmoja kati ya mwamba anayefanya kazi katika uwanja huu wa ndege. Mwisho wa siku wanapokea moja kati ya earbag, inamaanisha kwamba earpod ambayo inaweza kupokelewa kutoka kwa mdada mmoja ambaye alizofika katika uwanja huu wa ndege. Katika eneo hili la kukagua, Ethan katika siku ya leo ilikuwa ni mara yake ya kwanza kabisa kuweza kukalia hichi kiti, ambacho kiti hichi ni cha kuweza kukagua vitu ambavyo vinaweza kupita katika eneo hili hapa. Basi baada ya kuweza kupokea ile earpods, mwisho wa siku aliweza kupokea taarifa kwamba kupitia simu yake ya mkononi anapaswa aweze kuivaa ile earpods, lakini ilikuwa si kwake wala alikuwa itambui ile earpods. Mwisho wa siku aliweza kuivaa. Baada ya kuweza kuivaa, aliweza kupokea taarifa kutoka kwa watu ambao wasiokuwa wanawajua. Basi mimi ambao anaweza kumwambia kwamba tunahitaji uweze kutekeleza kama utakavyoweza kuambia. Mwamba aliweza kushangaa, wale wakina nani? Ni watu waliotokea wapi? Kwa nini wameweza kunipigia mimi simu? Basi Miamba akaweza kumpa taarifa ambazo ni kuhusiana na familia yake. Kwanza kabisa akamwambia kwamba tunamfahamu mpenzi wako anaitwa Nora, na mwisho wa siku akataja mpaka jina la baba yake mzazi. Mwisho wa siku akataja jina la kwake Ethan mpaka la baba yake mzazi. Anaitwa Ethan Kopak. Mwisho wa siku baada ya kuweza kumwambia mambo yote haya, akamwambia kwamba sehemu gani unayoishi, na mwisho wa siku baada ya tukio hilo akamwambia kwamba mpenzi wako ni mjamzito. Kuanzia hivi sasa upo chini ya control yetu. Tunahitaji uweze kutekeleza kile ambacho sisi hapa tunakihitaji. Miamba alikuwa na plan yao mboni ya siri. Wana plan ya kuweza kumuua governor kutoka katika nchi ya Russia. Lakini katika eneo hili hapa ni uwanja wa ndege huko Marekani. Wanahitaji moja kati ya bomu lao ambao bomu hilo ni bomu linaloweza kufanya mlipuko ukawa na hewa ambayo ni chafu. Hewa hiyo itasababisha watu wengi katika eneo hilo la ndege basi waweze kufariki wote. Basi lengo lao lilikuwa linahitaji kuweza kupita katika eneo hili la uwanja wa ndege ambako ni ukaguzi unaopaswa uweze kufanyika. Miamba hao waliweza basi kumshinikiza mtu mmoja ambaye anaitwa Mateo. Mateo huyu ni shoga, na shoga huyu aliweza basi kukamatwa mume wake ambaye anaitwa Jesse. Jesse aliweza kukamatwa, basi Mateo aliweza basi kutekeleza kile ambacho miamba hao walikuwa wanaweza kukitaji mwamba huyu aweze kutekeleza. Basi miamba aliweza kumshinikiza mwamba huyu ambaye anaitwa Ethan aweze basi kupitisha mzigo wao bila ya wao kuweza kukamatwa. Basi Ethan aliweza kutekeleza kama miamba hao walivyokuwa wanaweza kuhitaji. Nyakati hizi zilikuwa nyakati ngumu sana kwa sababu mwamba huyu alikuwa anavunja sheria ya kazi yake. Aliweza kupitisha mzigo ule, na mwisho wa siku nyakati hizi zilikuwa nyakati ngumu sana kwa upande wake. Aliweza kumpa signal moja kati ya bosi wake, lakini bosi wake bado hakuweza kumkamata mtu huyu ambaye alikuwa anaweza kumshinikiza mwamba huyu aweze kutimiza kile ambacho alikuwa anakihitaji. Kwanza kabisa walikuwa wanamuona kila kitendo ambacho alikuwa anaanza kukifanya. Alitamani hata kuwapigia polisi, lakini bado ilikuwa ni ngumu kwa upande wake kwa sababu aliweza kumpigia simu pale pale na kumwambia kwamba hapaswi kuweza kupigia watu hao. Alitamani kuweza kutumia smartwatch, lakini bado ilikuwa ni ngumu kwa upande wake. Yaani alikuwa amepigwa pini kila kona. Basi nyakati hizi ambazo alikuwa anajaribu kuweza kufanya shinikizo hili la kuweza basi kuwapigia watu hao ambao ni muhimu sana katika nyakati hizi ambazo ni nyakati ngumu katika uwanja wa ndege, na alikuwa ameweza kuhisi kabisa kwamba kuna watu watakwenda kufa. Almost watu 250 katika ndege moja, jumlisha na yeye huyu atakuwa ni 250 na kitu. Kwa mwamba alikuwepo anatamani na yeye pia aweze basi kusaidia jamii isiweze basi kupata changamoto ya aina yote. Miamba walizidi basi kumshinikiza mwamba asitoe taarifa kwa mtu yote wala eneo lolote kwa sababu ataweza kumuua mpenzi wake. Basi nyakati hizo huko mpenzi wake ambaye anaitwa Nora alikuwa anazidi basi kuwa ni mmoja kati ya mtu anayemtumia message mpenzi wake. Lakini bado nyakati hizo alipokuwa mtumia message, Ethan alikuwa ameshaanza kushinikizwa kwamba yake simu yake katika draw na asiweze kumtumia mtu wa aina yoyote message kwa sababu ni kipindi ambacho anapaswa kuwa makini sana. Akiweza kufanya kosa moja tu mpenzi wake naye anapigwa chuma. Basi aliweza basi kukimbia, alikuwa anahitaji kuweza kujiuka Miambao. Aliweza kukimbia na kwenda kumwelekea katika eneo ambalo mpenzi wake yupo. Kila kamera katika eneo hili la airport Miambao alikuwa ameshaweza kuhack. Kwa hiyo alikuwa anajua kwamba ni movement gani ambazo wanazifanya, ni wapi ambako anaelekea na ni wapi ambako ataenda kusimama. Basi aliweza kukutana na Nora, na mwisho wa siku alipoenda basi kwenda kumfuata Nora ili basi aweze kumwambia ukweli nini ambacho kinaendelea. Nora pia alikuwa ameshaikiwa target na sniper. Basi alipoweza kugundua jambo lile, aliambiwa kwamba asiongee neno la aina yote, anapaswa aweze kurudi katika kiti chake na aendelee kufanya kazi. Basi Miambao alikuwa ni Miamba ambao alikuwa na nguvu kinoma noma. Akili yao ni smart. Walikuwa na plani ambayo ni nzito, plani ambayo ni ya kiserikali zaidi. Basi kulingana na kwamba walikuwa wanahitaji kuweza kutimiza jambo lao, waliendelea kumshinikiza Mwamba huyo kwamba asiendelee kufanya movement ya aina yote kuhusiana na eneo hili la ofisi yake na asiweze kumueleza mtu wa aina yote. Nyakati hizo kipindi ambacho ndege inataka kuondoka, ndipo ambako Ethan akaanza kuonyesha Mwamba wake. Ethan aliweza kusaliti round 1. Akalifuatilia begi round 2 ambako begi lilikuwa linasafirishwa kupitia njia ambayo ni ya kusafirisha mabegi. Kama unajua kabisa njia ambayo inapaswa waweze kupita katika eneo la mizigo ni njia tofauti kabisa na watu wanavyopita katika eneo ambalo ni la juu. Kwa hiyo Mwamba aliweza basi kulifuatilia lile begi na mwisho wa siku kumbe kuna mmoja kati ya mtu ambaye anaitwa Mateo. Yule Mateo naye pia aliweza kupewa kazi ile, akaambiwa kwamba aweze kumuua Ethan. Basi Mateo alifanya juu chini, lakini mwisho wa siku kwa bahati mbaya alipokuwa anashuti risasi huku na kule kiolela olela, aliweza kupiga moja kati ya upande
upande mmoja wa engo, na mwisho wa siku ile risasi ikaweza kumrudia na mwisho wa siku akaweza kufa. Basi hapo Ethan akachukua simu yake na mwisho wa siku akaweza kumtumia moja kati ya mwamba ambaye ni msanii katika moja kati ya crew ya maaskari. Huyo mwamba huaga anaimba muziki. Mwisho wa siku akaweza kumtumia message, na mwisho wa siku aliweza kumtumia ile message akamwambia kwamba aende kumfuata mpenzi wake ambaye ni Nora na aweze kumpa taarifa zote kuhusiana na jambo zima ambalo linaendelea huko down. Kwa kifupi ni kwamba alisummarize message na kisha akaweza kumtumia yule mwamba. Mwamba akamfuata Nora naye pia akaanza kulifuatilia ile jambo kimakini zaidi. Basi nyakati hizo akashangaa kuna mmoja kati ya mwamba aliyekuwa anazidi basi kumfuatilia. Mwamba huyo alikuwa ameplan kwamba Nora anapaswa aweze kuuawa kwa sababu tayari ameshagundua kwamba Ethan ameshawasaliti. Huku Ethan yupo na lile begi sambamba, huku nyuma tayari Mateo ameshaweza kufa. Lakini nyakati hizo alizidi kujituma, lakini hapo mwamba ambaye ni jambazi aliyekuwa anafuatilia lile begi akazidi basi kulifuatilia kwa kina, na mwisho wa siku hapo mwamba huyu alizidiwa akili kwa sababu mwamba alikuwa anatumia chuma, na yeye mwamba huyu ambaye anaitwa Ethan alikuwa hana chuma wala alikuwa hana kipengele cha aina yote kwa kipindi hichi. Basi akaweza kumruhusu yule mwamba aweze kuondoka na begi lake. Katika nyakati ambazo alikuwa anaondoka na begi lake, alikuwa anahitaji kuweza kugundua kwamba ni wapi ambako aenda kupanda ndege ya namba ngapi. Basi alikuja kugundua kwamba ni ndege 610 ambapo ndege hiyo inaweza kuruka dakika yote na inaelekea DC. Aliweza kubadilisha route kwa sababu route ya kwanza ilikuwa ni sehemu nyingine kabisa na route ya pili ilikuwa inamlenga Gavar. Kwa route ya kwanza ilikuwa ni kuweza kumlengezeveza tu huyu mwamba, yani alikuwa amemdanganya wapi ambako alikuwa anazidi basi kuelekea, lakini route ya pili ilikuwa inaelekea katika eneo ambalo ni la DC, Washington DC. Sasa huko ambako alikuwa anazidi basi kuelekea huyu mwamba pamoja na Gavar walipokuwa wanaelekea huko, ndipo ambako tunamwona Ethan akiwa anakimbilia katika eneo ambalo la uwanja wa ndege, akiwa ameweza kumwacha mpenzi wake ambaye ni Nora akiwa katika mikono ambayo ni salama kwa hivi sasa. Lakini pia Nora anaweza kumpa taarifa askari polisi alizofika katika uwanja wa ndege kwamba hakuna nafasi nyingine ya kuweza kuokoa yani lile bomu bila tu mpenzi wake yeye ambaye anaitwa Ethan ambaye ataweza basi kwenda kuliokoa bomu hilo. Ethan alionyesha jitihada zake mbele ya miamba wote, akaanza kuingia ndani ya ndege ile, na mwisho wa siku huko ndani ya ndege sasa akaanza kuonyesha mikiki. Basi jambazi aliweza kugundua kwamba katika simu yake kulikuwa kuna kitu ambacho kinaitwa activation mode, lakini pia kuna manual mode, lakini pia kama vile lile bomu likiwa limeweza ku deactivated na pia anaweza kupata notification kupitia simu yake. Aliweza kugundua jambo lile haraka sana baada ya mwamba huyu kuweza kuingia katika ndege ile na alienda basi ku deactivate lile bomu. Je, ataweza kufanikiwa katika jambo hili? Hasa aliweza ku deactivate lile bomu, lakini mwisho wa siku katika bomu lile kulikuwa kuna zile vacuum tofauti, na hizi vacuum ndizo ambazo basi zina contain ile moshi ambayo moshi ule ni hatari sana katika afya ya kibinadamu. Ethan alionyesha ufundi wake kuhakikisha kwamba anafanikiwa kuweza kulikomboa lile taifa la watu 250. Aliweza kuchomoa ile vacuum na mwisho wa siku aliweza basi kupambana huku na kule. Jambazi aliweza kufuatilia mzigo wake baada ya kuweza kuona kwamba katika simu bomu limekuwa deactivated. Alipofika katika eneo la mizigo akaja kugundua kwamba Ethan ndiye aliweza kudeactivate ile bomu. Hapo baada ya kuweza kugundua jambo lile akaanza kushuti risasi huku na kule. Ethan kwa bahati mbaya aliweza kupata injury, yani kupata vidonda vya hapa na pale baada ya risasi kadhaa kuweza kutumwa huku na kule. Ethan alikuwa tayari, kumbe na yeye mwenyewe binafsi ameweza basi kupata majeraha yale. Alikaa chini kwa uoga kwa anazidi basi kujilaumu hapa na pale. Jambazi naye akaanza basi kumlaumu na kuweza kumwambia kwamba wewe ni kijana ambaye ni mzembe, ni kijana ambaye ni mtu ambaye unapenda kulala, ndio maana unalelewa na mwanamke wako. Mwanamke wako ni mwanamke ambaye ana akili na ni mwanamke ambaye ana nguvu sana katika jamii hii, kwa sababu alicheza basi kuwasikia mazungumzo yao kipindi ambacho anaongea, kipindi ambacho anakula chakula cha mchana. Chakula cha mchana mazungumzo yao yalikuwa ni tofauti kabisa na hichi ambacho kilikuwa basi kinatokea, kwa sababu hakutaka yule mwanamke aweze kugundua jambo lile, wala mtu yote katika kampuni ile ya ndege aweze kutambua jambo la aina yote. Sasa hapa alikuwa anamzidi kumdhihaki. Hasa nyakati hizi alipokuwa anazidi kumdhihaki baada ya kuweza basi kumshuti na kuweza kumweka chini, kumbe akiwa anazidi basi kugua lile moja kati ya bomu, hapo anakuja kugundua kwamba Ethan hakuwa fala, wala Ethan hakuwa ni moja kati ya kijana ambaye ni mzembe. Ethan alikuwa ameshaanza kuchomoa vacuum moja, na vacuum ile aliweza basi kuhakikisha kwamba yule mwamba anaweza kumfungia katika moja kati ya friji, ambapo friji hiyo haitoagi harufu wala haitoagi upepo. Ni moja kati ya friji ambayo imeweza kutengenezwa kwa ajili ya kuweza basi ku deactivate mabomu ambayo yanaweza kupatikana katika moja kati ya ndege au changamoto yote ambayo itakuwa inahusiana na swala zima la kuweza kustopisha aidha moto au jambo lolote lile ambalo linaweza basi kutokea katika ndege, especially swala zima la milipuko. Akaanza kumwingiza kule ndani, na mwisho wa siku yule mwamba aliweza kufariki baada ya Ethan kuweza kupasua moja kati ya vacuum, na vacuum ile ikaweza basi kutoa moshi ambao moshi ule ulikuwa una sumu kali, akamuua kule ndani.
ndege iliweza kutua pale DC, na hapo mwamba anaweza kutoka katika ndege ile. Kisha maaskari waliweza kuzunguka ndege nzima, na hapo baada ya kuweza kuzunguka ndege ile, basi waliweza kumpiga mwamba na kumweka chini ya ulinzi. Mwamba alikuwa hawezi kuongea jambo lolote, ila mmoja kati ya askari aliweza kusema kwamba mwachieni, huyu ndio mmoja kati ya mtu anaweza kuokoa ndege hii nzima. Hapo nyakati hizo miamba tofauti pamoja na mpenzi wake ambaye ni Nora anaweza kufika katika eneo lile pale, kisha akaweza kumpongeza. Hizi ilikuwa nyakati nzuri sana kwa upande wake. Movie yetu inaishia hapa ikiwa inaonyesha kwamba Nora akiwa anafurahia kuweza kumuona mume wake katika nafasi nyingine tena. Ilikuwa ni nafasi ambayo ni ya kipekee sana katika kipindi hichi. Bana, mimi sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Mshakometia hapo chini, niambie umeonaje kazi hii. Bye bye for now.